Kwa majina anaitwa Richard Steven Sempindu. Mimi ni afisa masoko kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Kama ambavyo mnafahamu, Benki ya Kilimo ni taasisi ya serikali ya kifedha ambayo majukumu yake makubwa ni kutoa mikopo, kutoa elimu kwa wananchi na kwa wakulima. Kuelekea siku ya mwanamke duniani ambayo kitaifa itasherehekewa tarehe 8 mwezi wa 3, sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania tuna program ambayo inaitwa CSI, kwa maana Social Corporate Investment. Program hii ni Benki ya Maendeleo ya Kilimo inakwenda kuwekeza kwa wanawake. Kwa hiyo kwa miaka mingi tumekuwa tukifanya, lakini safari hii tumeona ni vema tukafika Sikonge, Tabora, kwa kikundi hiki cha wanawake ambacho kinaitwa Peace and Love Group, ambacho kina takribani ya wanawake zaidi ya 40 ambao wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kilimo ikiwemo mpunga pamoja na mboga mboga na matunda. Kikundi hiki si wateja wetu, lakini kama sehemu ya benki tumewafikia kuwashika mkono ama kuwagusa kwenye mahitaji yao ili kuwawezesha kwenye shughuli zao za kilimo ili kesho waweze kuja kuwa wateja wazuri na wafahamu huduma za kibenki. Kwa hiyo programu hii ambayo tunaifanya leo hapa Tabora inaitwa CSI, kwa maana Social Corporate Investment. Sisi tunakwenda kuwekeza kwa wanawake wa Tabora. Kwa hiyo tunakuwa tukifanya programu hii maeneo mbalimbali. Kwa mwaka huu tumechagua kipekee kabisa tufanye Tabora, lakini pia CSI zitafanyika pale Zanzibar, upande wa Tanzania visiwani, ambako tumeidentify makundi ya wanawake pamoja na kuwagusa kwenye changamoto zao ambazo zinawakuta kwenye shughuli za kilimo. Kwa hiyo Benki ya Kilimo leo mkono wake umewafikia wanawake hawa na tumeweza kuwapatia tunasema zawadi, lakini ambazo zitakwenda kuwasaidia wao kuwa wazalishaji wazuri. Kwa hiyo tumewapatia pembejeo, tumewapatia vifaa ambavyo vina thamani zaidi ya shilingi milioni 10 viende vikawasaidie, lakini tutafaulu zaidi kama Benki ya Kilimo tukiona wanawake hawa wanapata maendeleo kwenye shughuli zao za kilimo. Kwa hiyo hasa ndiyo kwa nini leo tuko Tabora, kwa nini leo tuko hapa, ni kwa sababu tumekuja kufanya program ya Social Corporate Investment ama kuwekeza kwa wanawake, ikiwa ni maadhimisho ama ni shughuli kuelekea siku ya mwanamke duniani ambayo itafanyika tarehe 8 mwezi wa 3 2026. Kilimo cha Tanzania bado kina changamoto nyingi, lakini taasisi ya TADB ilitengenezwa na serikali kuweza kutatua changamoto hizo. Ya kwanza ni mtaji, kwa maana wanawake ama vijana ama wakulima wanakosa mtaji wa kurudi shambani, kwa maana fedha ya kununulia pembejeo, ya kununulia vifaa bora vya kisasa ambavyo vinaweza vikawasaidia wao kuzalisha kiurahisi. Kwa hiyo madhumuni ya programu hii ni kuweza kutatua hizo changamoto, ni kugusa hizo changamoto kwa vikundi mbalimbali vya wakina mama, vikundi mbalimbali vya vijana, wa kike kwa wa kiume, kuona namna gani tunawajengea uwezo na wanaweza baadaye kuja kukopesheka, kwa maana kwenda kwenye taasisi za kifedha. Isiwe tu peke yake Benki ya Maendeleo ya Kilimo, wanaweza wakaenda kwenye mabenki wa shirika wakapata mikopo kwa sababu wanafahamu huduma za kibenki, kwa sababu wanafahamu uzalishaji bora, na sisi kama benki tumeweza kuwashika mkono kwenye maeneo ambayo wao wanayafanya. Elimu ni kitu cha msingi sana. Benki ya Maendeleo ya Kilimo, kama ambavyo nimesema awali, kazi yetu kubwa ni kutoa mikopo kwa wakulima. Lakini kazi ya pili ni kutoa elimu. Tunasema wakulima hawa wakiwa na elimu sahihi ya namna ya kufanya, wanaweza wakajiajiri vizuri au wanaweza wakafanya njia bora za kilimo kuweza kuwaletea tija kwenye shughuli zao za kilimo. Moja ya sehemu ambayo tunaifanya, ambayo tutafanya na kikundi hiki cha Peace and Love Group, tutaenda kutoa elimu ya fedha kwa kikundi hiki. Tutakwenda kuwafundisha aina za mikopo ambazo zinapatikana Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania, na mikopo hii ni nafuu kweli kweli. Kwa sababu sisi ni taasisi ya serikali, mikopo yetu sisi riba yake kwa mwaka haizidi 9%. Wakati huko mtaani kuna mikopo ambayo inaitwa mikopo umiza, ndio ambayo wanapewa riba kubwa sana. Kwa hiyo sisi tunawafikishia taarifa magrupu haya ya wanawake, kwa maana kuwaeleza kwamba wanapohitaji, wanapofanya shughuli zao za kilimo kwa usahihi, wanapokuwa ni kikundi ambacho kimesajiliwa kwenye level ya halmashauri, wanaweza kufika kwenye benki yetu, kwenye matawi yetu, kuja kuomba mikopo ambayo ni salama na ambayo sio umiza kwa uchumi wao. Programu hii nimesema kwa mwaka huu inafanyika hapa Tabora, lakini pia itafanyika pale Zanzibar. Na tumefanya Benki ya Maendeleo ya Kilimo mwaka jana imeweza kutimiza miaka 10.
toka imeanzishwa. Kwa hiyo huu ni mwaka wa 11. Kwa hiyo tuna mfululizo wa muda mrefu wa kufanya activity hizi, kwa maana ya kuwagusa vikundi vya kina mama na wanawake ambao sio wateja wetu, lakini tumeweza kuona changamoto ambazo wanapitia na benki inaweza kuwashika mkono ili wao waweze kufanya kilimo ambacho kitakuwa kinatija na kitawasaidia. So ni vikundi vingi tumeshavigusa kwa takriban mwaka huu wa 11 toka benki hii imeanzishwa, na tunaendelea kuwagusa kwenye maeneo mbalimbali. Benki hii ina takriban ofisi za kanda 8 nchi nzima ambazo tumesambaa nchi nzima, lakini pia kwa mwaka jana wakati tunatimiza miaka 10 benki iliweza kufungua ofisi nyingine 3 za mikoa. Kwa hiyo tuna ofisi tumefungua iko pale Kigoma, tuna ofisi tumefungua iko pale Bukoba, tuna ofisi tumefungua pale Songea. Na benki yetu inafanya kazi kwenye kanda. Tanzania tumeigawa kwenye kanda. Kwa hiyo kwa mathalan kwa kanda ya Tabora, hii ni kanda ya Magharibi. Kanda ya Magharibi ofisi yake iko Tabora. Kwa hiyo unakuta mtu mkulima alikuwa kutoka Kigoma kuja Tabora kupata huduma, eneo ambalo mtu anatembea lilikuwa ni kubwa kidogo. Kwa hiyo tumeona tusogeze ofisi ndogo pale Kigoma, lakini tuna ofisi ya kanda hapa Tabora ambayo iko kwa ajili ya kuwahudumia wakulima. Tunashukuru sana kwa benki hii kwanza kutambua thamani ya mwanamke katika mkoa wa Tabora. Hilo tunashukuru sana. Na hasa kikundi chetu wametuchagua, wametuona waweze kutuwezesha. Naona sasa tunapoelekea tunaenda kuwa wakulima wakubwa, si heka 10 tena. Tunamaanisha kwamba kwa uwekezaji huu waliotuwezesha kufikia mwakani tutakuwa na heka zaidi ya 10 tena, tutakuwa hata na heka 40. Changamoto haziishi, tunatamani wakirudi tena watuwezeshe hasa vifaa vya kulimia. Maki kwa sasa tunatumia jembe la mkono au ng'ombe. Kwa hiyo kama ikiwezekana wakituona tena mwaka ujao wakatuwezesha vifaa vya kulimia, mfano pawatila, watakuwa wametuwezesha zaidi. Naona kilimo chetu kitakuwa zaidi ya hicho na tutakuwa ni wakulima wakubwa. Na washauri kina mama popote wanaponisikia Tanzania nzima, wakope mikopo kwenye benki ambazo hazina changamoto kama hii mikopo ya mtaani. Kwa hivi vifaa tulivyopewa kwa kweli kulingana na ujasiriamali tulionao vitatuinua zaidi, kwa sababu tumepata mbolea, tumepata mapampu na nini, basi vitatusaidia kwa kilimo chetu cha mpunga na kiangazi vile huwa tunafanya vimboga mboga nini, basi tunaona kama vitatusaidia vizuri. Tulikuwa tuna upungufu tu wa vifaa, changamoto yani ni kujituma zaidi kuliko kutumia vifaa vya kutusaidia. Nitatoa shukrani tu kwa hiki walichotuwezesha, na nitawaambia waendelee kutujali kina mama, wasitusahau.